Hakika mimi ninafahamu ya kwamba Mungu anakuwazia wewe mawazo mazuri. Yeye ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Unajua yeye atafanya lolote linalohitajika, lolote ambalo linabidi lifanyike, kukutoa tu katika hali uliyokuwa nayo. Na ndio maana kila siku anakukumbusha neno lake, makusudi upate kujua namna gani ya kudai msaada, namna gani ya kuita msaada katika changamoto yako, ili yeye aweze kuhusika. Mungu anakuwazia mawazo mazuri, na ndio maana anakufundisha neno lake ili ujue namna gani ya kujitoa katika kila changamoto ambayo unakutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo, na ni furaha yangu kukaribisha wewe katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 14, nitaanzia mstari wa 28. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Sura ya 29 akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Mstari wa 30, lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. 31, mara Yesu akanyoosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Tunapoangalia neno la Mungu tunakutana na habari nzuri yenye fundisho kubwa sana kwetu sisi kama waamini wa huyu Yesu Kristo. Neno linaeleza ya kwamba siku moja Bwana Yesu alikuwa anatembea juu ya maji, na Petro kumwona Yesu anatembea juu ya maji akajiambia moyoni mwake ya kwamba kama kweli huyu ni Yesu na yeye anatembea juu ya maji, basi hata mimi naweza nikatembea juu ya maji. Kwa hiyo neno linasema akamwambia Yesu, kama ni wewe Bwana, niite. Yesu naye akamwambia Petro, njoo. Kwa hiyo kauli ya wito, ile nguvu ilitoka kwa Yesu ikatangaza njoo juu ya Petro. Petro akaliamini lile neno aliloambiwa na Yesu, na mara neno linasema akatembea juu ya maji. Lakini tatizo lilianza pale alipoacha kumwangalia Yesu, akaanza kuangalia dhoruba, akaanza kuangalia changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zinamsonga wakati ule, na mara neno linasema akaanza kuzama. Kuna kitu cha kujifunza kuhusiana na imani katika jambo hili. Ni kwamba tunapoongelea kuhusu imani, tunaongelea kuhusu kuwa na uhakika wa Mungu atafanya vile alivyosema katika neno lake. Imani ni kuwa na uhakika wa Mungu atafanya vile alivyosema katika neno lake. Haijalishi unapitia changamoto gani, iwe ni katika uchumi, iwe ni katika afya, iwe ni jambo linalokuhusu wewe au jambo linalomhusu mtu mwingine. Unapokuwa una neno la Mungu, ahadi fulani ya Mungu juu yako, kitendo cha kusimamia ile ahadi hiyo ni imani. Sasa ili imani ifanye kazi, ni lazima ukubali kuing'ang'ania katikati ya dhoruba zote, katikati ya changamoto zote. Kama ukitoa macho yako, ukitoa umakini wako katika imani, ukaanza kusikiliza lawama za watu, ukaanza kusikiza mashauri ya kila mtu anavyosema, imani yako haitakusaidia. Ndio maana neno linatuonyesha kuhusiana na Petro. Petro alipomwangalia Yesu, maadamu macho yake yapo kwa Yesu, ile imani ilifanya kazi. Alitembea juu ya maji, alifanya yale ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kufanya. Lakini neno linasema alipotoa macho kwa Yesu, akaanza kutazama upepo. Alipoanza kutazama dhoruba, kumbukumbu zikamjia, labda kuna mwingine alizama, labda ubaya wa upepo. Neno linasema akaanza kudhama. Hii ni jambo la kutafakari sana kama mtu wa Mungu. Hata wewe katikati ya changamoto ambazo unapitia, kuna jambo fulani ambalo Mungu amesema na wewe. Inawezekana ni kuhusiana na uchumi, ya kwamba Bwana amesema atakurejesha, atakurudishia yale uliyopoteza, au ni kuhusiana na afya, Bwana ameahidi atakuponya. Kama ukiendelea kuangalia hiyo ahadi ya Mungu, basi hakika lile alilosema Mungu atalifanya. Lakini kama ukiangalia changamoto yako, kwenye ugonjwa ukaanza kuangalia ugonjwa, ukasema ugonjwa ni mkubwa na sidhani kama ndapona, basi ujue hautapona. Imani itafanya kazi pale tu inapopewa umakini unaostahili. Kumbuka, kile ambacho unakipa umakini wako ndicho kitakachotokea kwako. Je, unaweka umakini katika ahadi za Mungu kwako au katika changamoto unazopitia? Lolote unalolipa umakini kama Petro ndilo litakalofanyika. Usikubali kuzamishwa na matatizo. Kila tatizo lina ufumbuzi wake.
Hajalishi inaonekana ni gumu kiasi gani, kila tatizo lina ufumbuzi wake. Endelea kumwamini Mungu. Usiangalie changamoto, usiangalie ukubwa wa changamoto. Wewe angalia ukubwa wa Mungu, na yeye atakulipa kwa uaminifu wako. Mungu akubariki na kutakia uwe na siku njema iliyojawa na kumtazama Mungu na ahadi zake, na yeye ataonekana. Barikiwa.